Mambo vipi mtazamaji wa Bongo Plus TV? Karibu sana kwenye exclusive interview. Leo nimemtembelea DJ Smart. Bahati nzuri sana last time wakati mimi nakuja hapa aliniahidi kwamba tukija kufanya kipindi kwa mara nyingine tena nitakuta yupo katika studio zake mpya, na nimpongeze pia. Leo tunaanza kuizindua mara ya kwanza kwenye studio yake mpya, japo kama yeye ameniambia kwamba kuna vitu anavimalizia, lakini kwa namna mimi nikitazama hapa ni vitu karibia vimekamilika. Smart, hongera sana kwenye hii. Bana, asante sana. Na nashukuru kwamba nyinyi mlikuwepo sehemu ya safari wakati bado marekebisho yanaendelea. Vipi ndugu yangu? Uko poa? Mambo yanaanza Studio. Tunataka tuandae setup yetu. Yaani lakini naamini next time mkija tutakuwa tufanye studio yetu. Tunafanya review. Yes. Kwa hiyo leo ndo kwa mara ya kwanza tunafanya kitu kinaitwa soft opening. Sijaizindua rasmi, lakini ndo kama tunaizindua hivi. Yes, kwa hiyo karibuni sana. Nikupongeze pia, umekuwa ni miongoni mwa Watanzania wachache ambao unafahamu vitu vingi sana tunapozungumzia mambo ya tech, geopolitics, kwa maana habari za kisiasa za kimataifa pia na vingine vingi pia. Pengine kuna watu wanajiuliza kwa nini Smart kwa ni mtu ambaye vitu vingi sana na DJ, sijui mambo ya ndinga na nini, kwa nini unakuwa ni mtu wa mtindo huo? Kwa kusema kweli, mimi kama DJ Smart sina mkono wowote kwenye hili. Hii ndio ukiingia kwenye maandiko, kwenye Injili wanakuambia ni kwa neema ya Bwana, na kwenye Qur'an wama bikum min ni'matin fa min Allah, kwamba neema yoyote mlionayo ni ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anamneemesha mtakaye, anashukuru Mungu. Sijikwezi, lakini nisipotambua neema alionipa Mwenyezi Mungu pia nitakuwa namkosea shukurani, kwa sababu yeye kwa hekima yake bila kumuomba ndo kanipa. Ndo maana hata kwenye Qur'an tunaambiwa amma bi ni'mati rabbika fahadith, kwa hakika kwa neema za Mola wako zihadithie. Kwa hiyo mimi ninachoweza kusema hakuna nguvu isipokuwa wala uwezo isipokuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na ninamshukuru kwa neema zake. Ila sio ujanja wangu. Sio kwamba mimi basi ndo nimejipa akili, mimi ndo ninajua sana. Hapana. Lakini ndo akili, lakini ndo maana nasema ninatambua neema alionipa Mwenyezi Mungu. It's true kwamba najua Mwenyezi Mungu amenipa akili, sio ndogo, ni kubwa, kwa sababu watu wanayoona ni madogo kuliko ambayo mimi ninayajua na ninayoyafanya. Umeona? Kwa hiyo namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Unajua binadamu tumeomba kusahau. Moja vitu ambavyo DJ Smart shia kuvizungumza na watu waka-approve na kaamini kweli. Mimi mara kwanza kabisa nileka attention yangu, nikasema ngoja nisikilize hichi kitu. Ulitabiri kuhusu ujio wa rais mpya wa Marekani. Ulisema kabisa kwamba naona baada ya tukio la Rais Trump kupigwa ile risasi kamkosa, ukasema hii itakuwa imempa kama gia na atakuwa na advantage za kushinda, na kule kaja katokea vile. Imekuja pia kwenye vita ya Iran pamoja na Israel, ukasema kabisa kwamba hizi vita naiona haitazidi wiki 2 na tutaona mtu wa kwanza ambaye ataomba ilikuwa ni Israel, na ikatokea vile vile kweli. Kwa hiyo kwenye hili pia una maua yako pia. Hivi katika vyote hivi siasa, tech pia na mengine, music pia, kwa sababu una idea sana, ni kipi ambacho unakipenda sana kwa hapa wewe? Mimi naweza kusema na ila vyote vimeunganishwa na kitu kimoja ambayo ni elimu. Mimi Mungu amenijalia kiu ya elimu. Napenda kujijuza. Mimi kila siku nayoamka najitahidi at least niongeze ujuzi mmoja viwili, na ninapokutana na watu nijifunze chochote kutoka kwao, aidha kwa kuangalia, aidha kwa kusikia, umeona, au aidha kwa kufundishwa. Na ulichosema ni sahihi. Actually mimi nakumbuka tulikuwa tu kwenye GPS kabla hata ya kabla hata issue ya Trump kupamba moto, nikasema Biden hatagombea. Wenzangu wakasema haiwezekani, ishafika too late, mbakia miezi 2 mingapi, haiwezekani. Nikasema Biden hatagombea, na kweli ndani ya wiki 1 au 2 Biden akatangaza kujiuzulu. Umeona na kabla pale nilitoa list ya watu ambao nikasema wako hatarini huenda wakauawa au kujaribu kuuawa. Ni Trump kabla ya lile tukio lake, na kweli katokea. Nikamtaja mtu kama Traore, nikamtaja mtu kama Putin na wengine. List ipo kwa sababu makala tayari hapo, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu ndo imetokea. Na list ya vitu ambavyo nimeweza kuviongelea
na vikatokea, mimi sio mtabiri, wasio akachukulia kama ile upako au sijui maono au nini, hapana. Mimi natumia instincts Mwenyezi Mungu alizonijalia pamoja na analysis ya kutumia akili kwa kuangalia pattern na viashiria na vitu kama hivi mpaka nafikia conclusion fulani. Napenda unasema una connect dots. Yes, una connect dots. Umeona? Kwa hiyo connect dots zitakupa tu taswira fulani. Tunaelekea sehemu fulani. Alafu natumia instinct zangu, alafu natoa maoni yangu na muda huo unakuja kutoa majibu. Kuna mtu ananiambia bana, yule Smile atakuwa CIA ama mtu fulani hivi uko Urusi huko. Bana, safari za Urusi haziishi sana. Sio haziishi, mimi nimeenda mara moja tu Urusi. Umeona nimeenda na nimejifunza mengi, umeona, na sio tu kwamba labda Urusi au nini. Unajua katika kitu hicho ambacho watu wanashindwa kuelewa, mimi nimefanya kazi na Marekani na ubalozi wa Marekani, tena nimefanya kazi na Marines Corps, wanajeshi wa Marines. Nimefanya nao kazi miaka miwili kwa ubora mkubwa kabisa, na ilikuwa ndio event yao kubwa zaidi ya mwaka ambayo inaitwa The Marines Ball. Nimefanya nao miaka miwili kwa ubora kabisa, mpaka waliokuwa viongozi wa kipindi hicho na wajua, kwa sababu niliwasiliana nao directly, na yule mmoja nilifanya naye kazi kiasi kwamba akaniambia, nimekaa Tanzania mwaka mzima sijakutana na Mtanzania as professional as wewe, na nimefanya nao kazi kwa vizuri kabisa, na nimefanya nao mwaka wa kwanza vizuri kabisa. Mwaka wa pili nimefanya nao, kutokana na track record yangu ya mwaka wa kwanza walinilipa hela yangu full kwa ukamilifu mwezi mmoja kabla ya tukio. Sio kawaida. Yaani hakukuwa kuna mvutano tu bana, vipi inakuaje tunafanya hivi, tukakubaliana fresh. Mpunga nikaenda kuchukulia tena pale ubalozini kwa nje pale, nikapewa mwaka wa tatu alivyonipigia tu mbongo nikajua hamna deal hapa. Yaani alivyonipigia tu mbongo kutoka pale nikajua hamna kitakachotokea. Na tulipishana kwa sababu ya kitu kidogo sana ambayo wangekuwa ndo wale wenyewe tusingipishana, wangeelewa. Kwa hiyo hiyo ni upande wa Marekani. Nimefanya nao kazi kwa ubora kabisa, kwa heshima kabisa na vizuri kabisa. Hawajanionyesha dharau zozote, hawajanionyesha unyanyapaji. Tulikuwa yaani tumefanya kazi, mimi nikifanyaga kazi na professionals tunafanya kazi vizuri sana. Na kwa bahati mbaya naweza nikasema nikifanya kazi na watu wa nje tunafanya kazi vizuri kwa sababu wana value professionalism, na ndo hicho ninacho offer. Na sio hao, nimefanya kazi na European Union. European Union Day miaka miwili mfululizo kwa ubora vizuri kabisa. German Gothe nimefanya nao. Nimefanya kazi na World Bank, nimefanya kazi na UNDP. Umeona? Na kwa hiyo watu huenda wakawa wamenikutia njiani, hawajui kwamba kuna mashirika mengine au mataifa mengine ambao nimefanya nao kazi vizuri na sina shida nao. Mara nyingi nishasema na watu wanashindwa kuelewa. Nikiongelea Marekani naongelea elites, wale decision makers walioko juu kabisa. Sio hao wa kawaida wa chini au hapo. Wale ni wenzangu na mimi, wanapewa amri kulia, kushoto. Hawana sio decision makers. Sijawahi kuwa na shida nao. Umeona? Kwa hiyo sasa hivi tunashirikiana vizuri na The Russian House. Tunashirikiana, lakini haizuii kushirikiana na watu wengine. Kwa hiyo kuna watu tu, na mpaka leo hii ukiingia kwenye Instagram yangu, kazi ambazo nimezifanya nimepin pale kazi 3. Moja wapo ni hiyo Marines Ball, kuna video ambayo niliifanya. Ya pili ni kazi ambazo nimefanya ikiwepo European Union, ikiwepo mashirika makubwa ya simu hapa Tanzania, mabenki makubwa na vinginevyo. Alafu ya tatu ni interview niliyofanya na balozi wa Urusi. Kwa hiyo ukiangalia it's well balanced, lakini shida ni hivi, watu wanasikia wanachotaka kusikia. Watu wanaelewa wanachotaka kuelewa, na watu wanaona wanachotaka kuona. Kwa hiyo kama ndio hivyo unavyosema, kuna wengine wanasema kwamba labda issue ya Urusi peke yako nini. Mimi na deal na Warusi, mimi wana usemi wangu mmoja na familia yangu moja. Go where you are celebrated. Go where you are appreciated. Deal na wale watu ambao wanakuthamini. Umeona? Kwa hiyo
wale nashirikiana nao vizuri, wametuheshimu vizuri. Mimi nilisema nimepokelewa, safari yangu ya Urusi ilikuwa ya kiwango cha juu kabisa. Nimepokelewa vizuri kabisa, na sehemu tuzoenda tumeenda vizuri, sehemu nzuri kabisa. They appreciate me, I appreciate them. Kwenye hivyo wewe unafika time ambayo inakukata, kwa sababu ukisoma kwenye comment wanasema huyu bwana tushamzoea, lakini kwa wale ambao watu wanakufahamu kama unavyozungumza, especially hata mtu kama mimi, I know kwamba anachokizungumza ndio kilivyo, yani so mtu uko balanced. Wazi nakukata hizo za wale wengine ambao unaona kama hawakuelewi. Mimi nime develop, nimekuza ngozi ya mamba. Yani mimi hata mtu sijui useme vipi, yani nimeshatengeneza fortification ya kisaikolojia ambayo hata mtu aniseme vipi sijui nini. Na hiyo ni formula ambayo nimeichukua CIA. CIA ni katika mashirika ambayo yanashutumiwa sana duniani. Huwezi kuyasikia yanajibu kwamba sijui nyinyi mmefanya uasi sehemu fulani, sijui mmempindua sehemu fulani, sijui, hawajibugi kamwe. Alafu CIA, they don't pick sides. They're always on the gray area. Umeona? Hawako kwenye nyeusi wala wako kwenye nyeupe. Wako katikati na wana usemi wao, we are with the winning side. Sisi tuko katika upande ambao unashinda. Umeona? Kwa hiyo nimeshatengeneza, yani nishazoea, na kwa bahati mbaya hizi issues zina ushabiki na zina hisia ndani yake. Kwa hiyo kama ndio maana nikasema mtu atasikia anachotaka kusikia, mtu ataelewa anachotaka kuelewa, na mtu ataona anachotaka kuona. Kwa hiyo akisikia kitu ambacho hakimfurahishi, moja kwa moja anakataa, anakuwa against. Umeona anachotaka kuamini. Na ndio maana huwa nahakikisha ninachokisema lazima niwe na ushahidi, lazima niwe na fact. Nitakutolea mfano mdogo. Nimetoa review ya iPhone. Nilitoa review ya kwanza ilivyolaunchiwa, nikatoa review yake na nikaisifia, nikaipa maua yake 17. Juzi imekuja baada ya kuingia sokoni, ikawa ina kitu kinaitwa scratch gate. Inapata michubuko. Na ni kwa sababu ya process ambayo wameitumia Apple, inajulikana kwamba iko prone na hiyo. Nikaelezea na nikatoa solution yake. Ipo kwenye YouTube channel yangu. Kaibuka mtu anawachukia Marekani. Sasa alafu vyanzo nilivyoweka, nimeweka Fonarena, nimeweka The Verge, nimeweka vyanzo vya mashirika ya Marekani wenyewe ndio waliosema. Kwa hiyo ndio hicho ninachokuambia, ataibuka tu mtu huko na kufanya anachokifanya na kusema anachokisema kwa kutokana na hisia zake, itikadi zake. Ukiangalia pale sijahitaji Marekani. Umeona? Zile simu haziko manufactured Marekani. Watu wote tunajua ziko manufactured China au Dubai wafanya manufacturing. Wanafanya China ambao ni assembly kule, pamoja na sasa hivi zimemove to India. Yes. Kwa hiyo kwenye equation nzima Marekani haihusiki, lakini mtu kaibuka tu unachukia Marekani. Umeona? So kila mtu, mimi nisha na hii ni Sky alini, wakati mwanzo naanza ilikuwa inanipa wakati mgumu kidogo. Amenigroom, alinimenta. Yes. Na mimi naenda najifunza na natengeneza fortification. Mimi wana invest sana kwenye akili yangu. Ndo asset namba moja ya kwangu ni akili yangu. Kwa hiyo na invest katika kuiboresha, katika kufanya maamuzi na vitu kama hivyo. Okay, nikupongeza sana kwenye hilo. Nimeona sasa hivi kuna kipindi uligusia kidogo kwenye GPS, niliona ukizungumzia sana. Lakini sasa hivi naona kama imepamba moto baada ya Israel kuipiga kwa muda mrefu Palestina. Sasa hivi nimeona sasa mataifa mengine baadhi ya Ulaya na menyewe sasa yameanza kuonesha kwamba sisi hichi kitu hatukitaki, na sasa hivi anataka wameanza kuliunga sasa kwa maana ya kuitambua kama taifa huru. Nimeona Ufaransa wamekuwa front pia, United Kingdom kwa maana Uingereza pia na wenyewe wako front, baadhi ya mataifa mengine. Ina maana gani hasa hii katika siasa za Israel na Palestina na Umoja wa Ulaya ule na Marekani kwa ujumla kuamua kuitambua Palestina kama taifa huru, na huko Marekani na Israel wakiamua kupinga, wakiendelea na hilo? Ni mwendelezo wa mazingaombwe, kwa sababu unajua Israeli amefanya ukatili mkubwa kiasi kwamba hata wale waliokuwa supporters wake au mashabiki wake au waliokuwa na muunga mkono, pazia limetoka, wanaona uhalisia. Yani ukitoa Marekani na Israeli mwenyewe, wengine wote wamekubali kwamba kinachofanyika of course ni majority
kwamba kinachofanyika Gaza ni ethnic cleansing, ni uondoaji. Unajua, najaribu kwa sababu najua hii itapanda YouTube, kuna baadhi ya maneno wanayasensa, wana algorithm ambao wanasensa. Kwa hiyo nitakuwa makini katika utumiaji wa maneno ili wasisensa. Kwa hiyo lile J, no, sa, D wamekiri kwamba lipo. Umeona? Na kuna ba la njaa la kutengeneza, kwa sababu kuna msafara mkubwa wa vyakula viko katika mipaka. Ukiruhusiwa kuingia pale, unaondoa tayari ba la njaa. Na mashirika yote ya kimataifa, kuanzia Human Rights Watch, kuanzia Amnesty, kuanzia Umoja wa Mataifa, kuanzia UNHCR, wewe zilisti zote wamesema kwamba kinachofanyika pale ni mauaji, kuna kutumia chakula kama njaa kama silaha, umeona, na vitu kama hivyo. Yes. So huwa napenda kutoa mfano. Wajenzi wanapojenga ukuta au hata gorofa, kuna kitu kinaitwa expansion joints, ambayo pressure inapokuwa kubwa sana, badala ya ukuta mzima kuanguka au badala ya jengo kubwa sana kuathirika, ile expansion joint inaruhusu kuhimili ile athari ambayo inatakiwa itokee. Kwa hiyo hichi wanachokisema tunatakiwa tukieke kina athari gani? Kwamba kwanza, Umoja wa Mataifa rasmi, kuna ile General Assembly ile na baadhi ya baraza, wengi wanaitambua Palestina kama taifa, lakini Umoja wa Mataifa rasmi kuitambua Palestina kama taifa bado. Cha pili, nchi binafsi hivi. Unajua hizo nchi ambazo umezitaja, hebu nitajie kama 5 kwa haraka ambazo zimesupport. Yes. Ufaransa, sawa. UK, sawa, na baadhi ya mataifa mengine hapo ambayo ya Ulaya nimeona baadhi. Kuna Spain, na Italy na zingine. Sawa. Hizo ni nchi tuzichukule kama 5-6. Sawa. Hivi unajua Palestina inatambulika na nchi ngapi? Zaidi ya 180. Ambao wanaitambua Palestina mpaka sasa hivi. Yaani acha hizi ambazo zimeanza kuitambua kipindi hichi labda tangia ianze hii. Sawa. Labda miaka haijakamilika miwili, lakini inakaribia miwili. Zaidi ya 180. Imesaidia nini? Haijasaidia chochote. Hawa wanaoitambua ni idadi ndogo kuongeza katika idadi kubwa ambayo tayari walikuwa wanaitambua. Haisaidii chochote. Wakati hizo nchi fuatilia, ikiwepo Netapaka ameenda kwenye hizo nchi, hawajamkamata. Umeelewa? Kwa hiyo ukija ukiangalia, wayakuluna ma yafalun, na wanafanya yani wanasema wasichokifanya. Kwa hiyo kauli ya kuitambua haina msaada wowote. Tujiulize, okay, umeitambua, then what? Nini kinachofuatia baada ya utambuzi? Ndio tumeishia hapa. Kwa hiyo kwa nje mtu inatengenezwa kama umeitambua, then what? Umeshaitambua, kitu gani kinachofuata? Watu wanaacha kufa.
watu wanapata chakula, hospitali yanaacha kulipuliwa, watoto wanaacha kupigwa risasi za kichwani, hakuna. Kwa hiyo ndio maana nikaanza kusema haya ni mazingaombo katika muendelezo wa mazingaombo. Tutegemee Tulia hapo. Bet. So bekee na hayo kwa infection. Ndio. Ndio sijua changamoto. Kuna hichi ambacho watu wangezungumza na sio mtu wa kwanza. Mwana pia jana nilikuwa nazungumza naye akaniambia kwamba kama ulivyozungumza wewe kwamba ni kama mazingaombo fulani hivi. Kwa tutegemea kuona haya mataifa ambayo yanataka yaitambue, kwa maana mataifa makubwa haya yakitambua Palestina kama taifa huru, yakiwekea sanction labda vikwazo Israel. Sio taifa ambalo la kuiwekea vikwazo Israeli, kwa sababu mara nyingi fuse Mungu ametujalia watu kwa mbele ya muda. Mwaka jana ulikuwa ni mwaka ambao ulikuwa na uchaguzi mwingi sana. Nikaongea nikasema Israeli atapandikiza viongozi kwenye nchi nyingi sana, na nikaelezea moja wapo ilikuwa ni Afrika Kusini. Nadhani mnafahamu kwa mara ya kwanza kumekuwa kuna serikali ya mpito ambayo ilikuwa ni wazungu pamoja na chama tawala ANC, kitu ambacho hakimake sense kabisa. Lakini wakamtoa alikuwa mpambanaji na Lenda, yule mama yule ambaye ndio alikuwa anapambana nao kweli kweli, na ndio alisimamia kupeleka ile kesi Umoja wa Mataifa, sababu Afrika Kusini ndio dhidi ya taifa kule, wakamtoa kwenye serikali hayupo. Same thing wamefanya kwa Marekani, same thing wamefanya Uingereza. Nishatoa uchambuzi jinsi gani nani aliyepo sasa hivi ni watu waliokuwa funders wake waliokuwa namwezesha na vitu, mpaka baraza la mawaziri na kwingine kwenye nchi zote, Ujerumani wapi. Kwa hiyo raia watapiga tukelele, lakini kiuhalisia decision makers wamewekwa pale na wao, ndio maana watapiga kelele ili kujivua kidogo. Nimekwambia kama ile expansion joint zile, kuonekana kwamba unajua mfano kama polisi kuna nakwambia bad cop good cop, kwamba kuna askari mkali na askari mshikaji. Yes, kwa hiyo ndo hicho kinachoendelea. Sasa hivi kuna mkutano ambao unaendelea huko Ulaya, mataifa hayo, na ni Trump pia ameenda huko. Nadhani sio Ulaya, nadhani namaanisha Umoja wa Mataifa. Ya UN, yes, ambako pia Trump pia alikuwepo. Unaona kwamba kuna tamko lote ambazo akalitoa Trump ambapo pia zikafanya sawa wanaozungumza maneno wakarudi nyuma? Of course amewapiga biti na kuachana Umoja wa Mataifa, na alichokisema ni kutoa vitisho katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Sasa mimi naangalia vitu kwa jicho la tofauti. Kinachoandaliwa sasa hivi na hii tutakuja kuigusia huko mbele ili tu join dots vizuri, au kabla sijafika huko, anaivuruga. Unajua ukiangalia mfumo wa kimataifa, the world order au mfumo wa Umoja wa Mataifa nani, it's broken, imevunjika, haifunction inavyotakiwa kufunction. Nguvu ya Umoja wa Mataifa haina tena nguvu sasa hivi, na wanachokifanya hakina tena, yani ni kibogoyo, umeona. Na anachozidi kufanya Trump ni kuzidi kuivuruga huo mfumo, mbwa koko hiyo, ni kama mbwa koko. Kwa hiyo na yote ni maandalizi ya mfumo ambao unakuja wa kiutawala, ambao ni one world government, serikali moja ya dunia nzima. Kwa hiyo hivi vitu vinavyofanywa sio bahati mbaya, ni vitu ambavyo viko very well calculated, na ndio maana alipoingia Trump nikasema tutegemee masiku meusi yanayokuja huko mbele, umeona. Na nikasema mpaka kufikia mwaka 2030 tutakuwa kwenye wakati mgumu sana. Trump kaekwa pale makusudi kwa sababu ana personality na character ya kuweza kutekeleza majukumu ambayo anatakiwa atekeleze. Yes.
Pengine kuna watu ambao wazokana wanajiuliza, tumekuwa tukishuhudia kwa mfano Israel na Marekani wanavyoungana kwenye mambo tofauti, kwenye vita, kwenye vitu tofauti. Kwa nini kwenye hili hatuoni sasa nguvu ya China, Russia na wenzake wale umoja wao wakilipigia kelele hili, labda kupeleka, labda kama kwenda kuisaidia labda Palestina iweze kuondokana na hichi? Kwa nini wafanye hicho kitu? Wako na pamoja, ama kuna nini ambacho kipo katikati? Mwisho wa siku kila mtu anapambana na hali yake, na hawa watu wako very smart. Wao wanahakikisha kila mtu wana tunaita occupy na majukumu. Yani unajua nyumba ya mwenzio ikiwa inaungua, alafu wewe kwako umeingiliwa na wezi, huwezi kwenda kuzima nyumba ya mwenzio wakati uko kwako unabidi upambane na nani. Kwa hiyo Mrusi yuko occupied na Ukraine na baadhi ya proxies zingine sehemu maeneo kama kapoteza Syria na maeneo mengine, na washirika wake wengine yuko kule. Mchina sio mtu wa vita. Yeye ni mtu wa kibiashara. Ndio maana akawekeza sana. Ila pia wanamoccupy. Wanajitahidi kumcounterbalance kwa kutumia Muhindi, umeona? Na kuna Taiwan pale na wamemzunguka kwa base kibao pale. Kwa hiyo wamemoccupy pale, cha kwanza. Lakini cha pili ni kwamba interest zao sio sawa na interest za Israeli na Marekani. Umeona? Interest za Israeli ndo interest za Marekani. Umeona? Kwa maana kwamba AIPAC ndo inaicontrol Marekani. Kwa hiyo kinachotakiwa na Israeli Marekani anafanya, kutokana na kwamba viongozi 98% walioko pale wako funded na wanawezeshwa na AIPAC. AIPAC ndo taasisi ya nchi ya Netapaka ambayo inaweka viongozi na kucontrol viongozi wa Marekani. Sasa kwa hiyo interest zao za Mchina na Mrusi wana interest zingine za muhimu zaidi kwa wao. Kwa hiyo hawezi wakijiingiza kwenye confrontation ya moja kwa moja huku, kwa sababu hichi sio kipaumbele chao. At least watakaweza kusema ni kuongea na kutoa matamko, lakini sio kufanya wanachotakiwa kufanya. Mwisho wa hili tunaona wapi sasa? Kwa sababu kama ni mataifa mengi yamezungumza, vita ambazo zinaendelea, ndio hivyo tumetaja ile taifa kama linaendelea kumpiga mwenzake. Unaona inakuwa sasa mwisho wake hasa? Mwisho wake ni mpaka kuna stages kadhaa zinakuja, na huwezi ukaangalia mwisho wa hii kwa muktadha wa kisiasa au wa geopolitics. Njia pekee ya kuangalia mgogoro ni kwa muktadha wa kimaandiko, kwa sababu maandiko yote yameshatabiri, na kwa sisi kuna elimu ambayo inaitwa eschatology, ni elimu ya masiku ya mwisho. Kwa hiyo hivi vita bado vipo na vitakuwepo, vitakuwa vinabadilika sura mpaka pale kuna hatua ambao kwa sisi Waislamu tunaamini. Kabla ya hiyo kuna hekalu linatakiwa lijengwe pale. Ikishajengwa hekalu, actually kulikuwa kuna red heifer, kafara ya ndama mwekundu, imeshafanyika kama miezi 2-3 ili 4 iliyopita tayari. Israeli imeshafanyika. Yes, official kabisa imeshafanyika. Sema walichoifanya, unajua walikusanya ng'ombe kama 4-5, alafu wakasema tunafanya majaribio ya kafara. Ila badala ya kufanya majaribio ni sasa mimi hapa nina risasi ya plastiki au ya raba. Ila badala ya kuweka risasi ya raba, mtu anaweka risasi asilia. Akifyatua ndio imetoka. Kwa hiyo washafanya sacrifice kwa kutumia red heifer ambaye amekidhi vigezo, na sasa hivi hiyo ni nini hiyo kafara? Yaani vitu gani? Maandiko yanasema ili kujengwa kwa hekalu la 3 inabidi atolewe kafara wa ndama mwekundu ambaye kakamilika, hana mapungufu hata kidogo, hata moja.
kwenye Qur'an, kwenye suratul Bakara. Ndio maana kuna sura nzima inaitwa suratul Bakara, sura ya ng'ombe, imeelezea sifa zote za yule ndama. Umeona? Na pia kwa maandiko ya Injil au Biblia, wengine wanaita Injili, wengine wanaita Biblia, kila mtu atakavyoita. Yes. Pia imeandikwa mule ndani. Kwa hiyo anatakiwa atolee kafara ndo ije ijengwe hekalo la 3. Hivi tunavyoongea kwenye mainstream media huwezi kukuta zaidi ya viongozi 52 wa ngazi za juu wa Marekani tunavyoongea wako Israeli sasa hivi. Yes. Kwenye mainstream media huwezi kukuta. Wameenda tena, imeandikwa 52 states, 1 Israel, kwamba majimbo 52 na Israeli moja. Nimeparaphrase. Kwa hiyo wako pale wameenda kusupport, na walichoenda kufanya utakuta hata juzi waziri mshauri wa mambo ya kiusalama na waziri wa mambo ya nje wa Marekani, jina limenitoka kidogo, alienda nchini kwa Netapaka pale, alafu kuna tunnel, kuna handaki ambalo linachimbwa chini ya msikiti wa Al-Aqsa. Akaenda akaonekana anachimba. Yaani lengo ni kwamba wachimbe alafu ile ule msikiti ukollapse. Alafu ndo ije, inabidi msikiti ubomolewe, alafu ndo ije ijengwe hekalu la 3. Kwa hiyo harakati hizo zipo, na hata walioenda tayari ipo. Na maandalizi yote, kuna the foundation of the Temple Mount, taasisi ya Temple Mount, maandalizi yote yapo. Kuna watoto ambao wameandaliwa kwa sababu ya kuhudumia ile, hawajawahi kukanyaga ardhi tangia wamezaliwa. Yes, hawajawahi kukanyaga ardhi. Yaani wamewekwa maalumu kwa sababu ya huduma ya hiyo, pamoja na kutoa sacrifice na vitu kama hivyo ambayo imeshafanyika. Kwa hiyo kuna hekalu tabidi lijengwe. Umeona dalili hizo ambazo zimetafsiriwa kwenye maandiko. Alafu yote ni maandalizi ya mpinga Kristo, Masihi Dajjal, kwa sababu Wayahudi wanaamini kwamba especially wanaofuata Talmud, unajua kuna aina nyingi ya Wayahudi na nimeshachambua wote. Wanaamini kwamba Yesu sio Masihi, Yesu sio mtume. Wao wanaamini kwamba Yesu ni muongo, mpotoshaji. Na kwenye vitabu vyao Talmud imeandikwa kabisa kwamba sasa hivi tunavyoongea Yesu yuko motoni, anachomwa kwenye chungu ambacho kimejaa kinyesi. Hiyo ndio imani yao wao. Kwa hiyo hawamwamini Yesu. Sawa? Inamaanisha nini? Wao wanamsubiri Masihi wao. Ni Masihi yupi? Ndio Masihi Dajjal, ndio mpinga Kristo, ndio anayemsubiri. Wakristo na Waislamu ndio tunamwamini Nabii Isa, na ndio tunayemsubiri aje. Umeona? Tofautiana kwenye tafsiri, lakini ndio tunayemsubiri aje. Kwa hiyo inabidi aje. Kuna mtu anaitwa Al-Mahdi Al-Muntadhir ambaye pia ni kiongozi katika zama za Kiislamu ambaye anasubiriwa aje. Alafu atakapokuja Masihi, taifa la wa Israeli hao ndio litakuwa taifa dominant, litakuwa lenye nguvu zaidi duniani, ndio litaongoza dunia. Ndio maana wanaidhoofisha Marekani. Vitu vingi sana ambavyo Marekani anafanya vinaidhoofisha Marekani, na Israeli anazidi kupanda juu. Yote ni mpango wa kumdhoofisha Marekani, ili Israel ambayo inaongozwa na Zionism, ambayo kwa nje ni atheist, watu wasiomwamini Mungu. Muasisi wa Zionism na hii taifa la Israeli sasa hivi anaitwa Theodor Herzl, alikuwa ni atheist, asiyemwamini Mungu. Lakini utashangaa huyo ndo katumia kwamba hili taifa limeahidiwa kwetu, lakini yeye amwamini huyo Mungu. Umeona? Alafu kuna uchambuzi wa barua ya alikuwa Freemason 33 degrees Albert Pike, nishaelezea, iko kwenye YouTube channel ya DJ Smart 255. Alielezea kwamba vita vya kwanza vya dunia vitapiganwa itakuwaje, vya pili itakuwaje, na vita vya tatu vya dunia vitapiganaje. Umeona? Na ikasema ni kwa kuwapiganisha political Zionist ambao ndo hawa kina Netapaka pamoja na the Muslim Arab world, na hizi nchi za Kiarabu zitapigana, alafu zitadhoofika, alafu hizi nchi zingine zenyewe zitakuwa ziko busy na vita vyao. Pale sasa
ndo wao watanyanyuka sasa wao na kutawala dunia, na masihi wao ambaye ndo wanayemwamini atakuja kujitangaza yeye ndo Mungu, alafu watatawala dunia. Then itakuja sasa Nabii Isa alayhi salam, si tunayemwamini, Yesu kwa ndugu zetu wa Kristo, atashuka na ataenda kumuua mpinga Kristo katika milango ya mji mtakatifu wa Yerusalemu, katika mipaka yake atamuua. Kwa hiyo kwa hivi vita bado sana sisi tumevikuta, tutakufa, vitaendelea, bado kuna mtiririko, kuna vita vikubwa vitakuja vipigano ambavyo ni Third World War, ambavyo vitahusisha nuclear. Mtume sasa alishatafsiri kwamba kutakuwa kuna moshi mkubwa ambao utaenda juu, umeona, na katika watu 99 watakaopigana ata survive mmoja. Kwa kila watu 99 watakaopigana na survive mmoja. Umeona? Kwa hiyo kuna utabiri mwingi ambao huenda nikaifanyia kazi, nikaiandaa theological kwenye upande wa elimu ya mwisho wa dunia au elimu akhir zaman, tukaichambua. So kuna matukio ambayo yanaendelea. Hii ngoma bado mbichi, bado nzito. Ila ninachotaka kuambia watu, kila mtu atahukumiwa kwa alikuwa anafanya nini wakati huu, kwa sababu unafundishwa kwamba yeyote atakayeona uovu akiweza kuzuia kwa mkono wake basi azuie, akishindwa kwa mkono wake azuie kwa kauli zake, akemee. Akishindwa hata hivyo basi achukie ndani ya moyo wake, asiridhike nayo. Kwa hiyo japokuwa hivi vita bado vipo, sisi ambao tuko sasa hivi tunavishuhudia, tutakuja kuhukumiwa, kwa sababu maandiko yanasema aliyeua mtu mmoja ni kama kaua jamii nzima, na aliyeokoa mtu mmoja ni kama ameokoa jamii nzima. Tutakuja kuulizwa, wakati udhalimu ulikuwa unaendelea, mulikuwa wapi? Ulifanya nini? Kwa hiyo vita bado vitaendelea, ila kila mmoja wetu atakuja kuhukumiwa mbele ya Mwenyezi Mungu. Umeelewa? Yes. Tumezungumza namna gani ambavyo Israel sasa hivi umezungumza hapa kwamba inaizofisha kidogo kidogo Marekani. Na moja ya kitu ambacho watu wanakifikiria sana ni kifo cha juzi cha Shalkaki ambacho kimezua maswali mengi sana. Wahusika of course nafahamu namna gani ambavyo kuna baadhi ya jamii zilikuwa zipendwezi naye. Nani mhusika wa hicho kifo sasa? Nani mhusika wa kifo cha Shalkaki? Nina Chalikak, mhusika wake ninachoamini mimi ni deep state ya kutoka taifa la Netapaka, ambao ndo wana control mambo mengi kutokea nyuma ya pazia. Sawa? Japokuwa kuna baadhi ya majina, baadhi ya mabilionea ambao wametajwa zaidi, na kuna viashiria vinaonesha, lakini hakuna conclusive evidence ya kusema kwamba 100% ni huyu hapa. Lakini kitu ambacho my instincts, hisia zangu na akili zangu na kujoin dots na nimelifuatilia sana ile jambo, ni wale watu, kwa sababu ya kauli alizotoa kipindi cha mwisho. Kuna makala ambayo nimeweka kwenye YouTube channel yangu ya DJ Smart 255, nikasema kauli 5 ziliopelekewa kuondolewa kwa Chalikak. Nikaweka zile kauli ziko pale, mtu ambaye anataka anaweza kwenda kuziangalia ili zimpe taswira ndani zaidi. Kwa hiyo wale ndo wana. Sasa Chalikak kesi yake ni tofauti. Wapo wengi sana ambao unakumbuka mwanzo nilivyokuambia kwamba kwa nini ya mataifa sasa hivi kama yanaonekana kama anza kusupport na kuitambua. Nikakwambia ni mazinga ombwe, ni upande wa ile expansion joint. Nikakwambia kwamba kuna mtiririko watu wengi sana ambao sasa hivi walikuwa wanawasupport wale jamaa, lakini wamegeuka kwa sababu imedhihirika kwao wanafanya mambo ambayo sio. Moja hapo ni Kak alivyoenda katika nchi ya Netapaka akajionea. Alivyorudi alikuwa kwenye interview ya PBD akasema tena nitakuwa makini na kauli ninazotoa, ila kinachofanyika kule ni ethnic cleansing, kumaanisha kutaka kusafisha jamii nzima iliyoko pale, ndio kinachoendelea pale. Na katoa kauli nyingi sana, na interview yake ya mwisho ilikuwa na Ben Shapiro, akasema kwa nini hivi, kwa nini hatuhoji anachokifanya serikali ya Neta,
umeona, na vitu kama hivyo. Anasema tumehoji vitu vingi, tumehoji vaccine, tumehoji mambo ya lockdown, tumehoji pandemic na vitu vingi. Ila huko kwa nini hatuhoji? Je, hizi media hatuoni kwamba zinasema kweli kuhusiana na issue ya nchi yanayotapaka au ni tumepotoshwa? Sasa Charlie Kirk ana silaha ambayo ni ya muhimu sana, ambayo ndo tutakuja kujijoinia dot kwa mwisho. Wafuasi wake ni vijana na alikuwa na kijiji kikubwa sana. Yes. Yeye akishaanza kubadilika, anabadilisha na kijiji chake chote. Yes. Kwa yule akihama, anahamisha kijiji, kitu ambacho they cannot afford kufanya hivyo. Umeona? Kwa hiyo tunafahamu na magana ambavyo Charlie Kirk alikuwa ni mtu ambaye anamsupport Donald Trump. Na Trump ndo president wa Marekani. Trump kwenye hiki anahusika ama anaweza kukubali vipi mtu wake wa karibu aweze kupunguzwa nguvu kwa sababu anamsupport? Siamini, mimi binafsi siamini kama Trump anahusika, na ninaamini kwamba kimemuuma, umeona. Lakini pia kuondolewa kwa huyu bwana ni ndege mmoja, hapana, ni kama ndege watano kwa jiwe moja. Yes, ina mambo mengi sana ndani yake. Ya kwanza siamini, mwanzo nimepitia scenario tofauti na possibility tofauti. Ile yule jamaa wa juu kushuti kule aliye ile mimi nimecancel, wametupoteza. Kuna mtu alimkamata pale nimeitoa. Kulikuwa kuna jamaa wengine ambao wako karibu pale, kulikuwa kuna possibility wametumia, kuna aina fulani za bunduki ambayo imekaa kama simu. Unaweza ukaifungua hivi afu ukampiga mtu. Pia ni moja ya possibility. Ila kuna issue ya exit na entrance wound pia imenani. Ila kuna scenario nyingine ambayo imetokea ambayo inazidi kupata mashiko kadri ninavyokutana na details. Kuna uwezekano jamaa hajafa. Sure. Yes. Uwezekano huo upo. Sio conclusive, lakini uwezekano, ushahidi, kwa sababu mimi naendaga kwa facts na logic. Kwanza fuatilia video zote na sehemu zote. Sehemu ambao wako na tukio huwa kuna tape ambayo inazungushwa. Yeah, sure. Kuonesha ile ni crime scene. Mtu utakiwa kuingia kutoka la nini. Ile sehemu mpaka kesho haijazungushiwa ile tape. Sawa. Cha pili, baadhi ya watu waliokuwa karibu na kuchukua baadhi ya video, mwili ambao ulionekana kwenye casket wakati wa kuaga, rangi yake ulikuwa umekaa kama mwili wa raba wa mdoli, una njano fulani. Sawa. Ila hizo zote kunajua kuna low of probability. Inawezekana ndio, inawezekana sio conclusive. Ila moja ya vitu vya muhimu zaidi baada ya tukio lile la kupigwa risasi kwa muda mchache, labda ndani ya masaa mawili matatu, alikuwa kwenye tent, hema ambalo ni futi 10 kwa 10, takriban mita 3 kwa 3. Nyuma yake kulikuwa kuna kitu ambacho kimekaa kama kamera. Ile kamera, kama ni kamera, ile ndio ingeweza kutoa ushahidi mkubwa sana, kwa sababu ilikuwa inamchukua direct. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wamesema kwamba ile risasi ilipigwa kwa juu, ikaingilia kwenye kichwa afa ikatokea hapa. Bado hai make sense kwangu, kutokana na kwamba kungetoka damu nyingi sana huku na tofauti na hapa. Ni moja ya scenario ambazo zipo. Sawa. Kuna moja ambayo inaonyesha kwamba ni risasi moja. Umeona? Na kuna scenario tofauti. Lakini ile kamera ndio ingeweza kutoa. Sasa baada ya watu kwenye mitandao ambao ni wajuzi zaidi kufuatilia zaidi, kuna scenario imetokea kwamba ina uwezekano iliyokuwa pale juu ilikuwa ni kitu kinaitwa hologram. Ni projector, hologram projector, ambayo ukifuatilia modeli hiyo ya projector inahitaji chumba cha futi 10 kwa futi 10 ili kuweza kuproject mwili wa mtu kamili tangia akisimama akishuka. Sawa. Ni moja ya scenario ambazo zipo, lakini bado naendelea kuifanyia kazi. Baada ya tukio, kuna mtu alikuja akaifungua na video zipo, kafungua kaondoka nayo. Sawa. Why? Na kwa nini ile eneo halijazungushiwa tape?
ya kuonesha kwamba hapa uruhusiwi kuingia, ni sehemu chini ya polisi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo bado kuna scenario nyingi, kuna loopholes, maswali ni mengi kuliko majibu. Ila sasa turudi kwa jamaa. Kama vile mimi na mpaka leo sijawahi kutoa kauli kwamba Prigozhin amekufa, wa Wagner yule. Mpaka leo sijawahi kutoa, kwa sababu sijakutana na conclusive evidence ambayo mimi tosheleza kiu changu kwamba umeona. Yes, na kingine pale kulikuwa kuna mtaalamu wa Hollywood wa kutengeneza setups. Unaona kwamba kwenye movie unaona mtu, mfano kama kuna movie moja na shauri watu wakaangalie, inaitwa Swordfish. Yuko bwana mmoja anaitwa nani huyo ambaye Swordfish anaitwa somebody atakamtafute. Waenda akamtafuta, ambaye pia yuko kwenye Face Off. Nicolas Cage pamoja na John Travolta. Wanakuonesha jinsi gani yanavyochezwa mazimbaombo, kama mtu umeuawa, umekufa, sijui nini. Yote ni vitu, au mtu akaenda kutafuta movie kama tayari nishatengeneza video ya maelezo ya haya maneno niliyoyasema, pamoja na uthibitisho, pamoja na visual analysis. Ipo YouTube channel ya DJ Smart 255 au You See Me. Zote wanaonesha hivi vitu. Kwa hiyo kuna maswali mengi sana, na hii ni moja ya diversions ambazo zinatengenezwa. Mnatupiwa leo mara mwizi huyu huko, mmeenda mnamkimbiza, unasikia tena huyu huko, huyu huko. Unajua leo wanaambia miruzi mingi inamkimbiza mbwa. Ndio hichi kinachofanyika hapa. Yaani kila kukicha kunaibuka kitu fulani, kila kukicha kunaibuka vitu fulani. Kwa hiyo inaacha maswali mengi sana ambayo yalikuwepo. Lakini Kirk alikuwa na, kama nilivyokuambia, alikuwa na ushawishi mkubwa sana. Kaondolewa yeye, alafu kaletwa anaichukua nafasi yake ni Ben Shapiro, ambaye ni mtu wao. Kwa hiyo anakuja kufanya damage control. Anaendelea na ile ziara yake. Jamaa alikuwa apige ziara za viuoni. Wao nafikiri angetoka na kijiji kikubwa kiasi gani katika hivyo viuo. Umeona? Kwa hiyo ingekuwa ina athari kubwa sana. Moja kauli ambazo zipo kutoka watu ambao ni reputable kama kina Candace Owen, kama kina Tucker Carlson, ni kwamba mabosi wafadhili wake walikuwa wanamlalamikia kwa nini kwanza anaiongelea vibaya au anaichallenge story ya nadharia ya upande wa nchi ya Netapaka, lakini kwa nini anashirikiana na watu kama kuna mdada fulani ambaye jina limenitoka, kuna Tucker Carlson, kwa nini unawapa mileage? Hawa ni watu ambao wanatuumbua sisi. Umeona? Kwa hiyo sasa hivi wanamleta mshikaji kwa ajili ya hiyo, lakini pia lile linakuwa ni onyo kwa wengine ambao wanataka kuenda kinyume, kuvunja utaratibu, kwamba kilichomkuta huyu na nyinyi mnaweza kikakutenda. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo pia ule ujumbe pia unaweza kuwa umetumwa mpaka kwa Trump mwenyewe. Hapo Trump pia ulichokizungumza kwenye siku ya mazishi ya jamaa funeral wakati inafanyika pale, Trump alienda kwenye kuna nani fulani hivi kuna mgadi kama ni glass nini, bulletproof glass. Yes. Kwa nini alifanya hivyo? Kwa sababu ana maana kwamba yeye mwenyewe kashajua kwamba hali ni hatari. Trust na. Anajua, yeye anajua ni nani ambaye wanaongoza nchi, sio yeye. Yeye anajua ni nani ambaye wana run. Na ni nani ambaye kaikamata Secret Service, na ambaye kaikamata CIA na mashirika mengine ambayo watu wa kawaida hawayajui. Umeona? Walimuondoa Kennedy, aliyekuwa ni rais wa Marekani. Umeona? Kwa hiyo sio kitu cha ajabu kutokea. So yeye mwenyewe ameanza kuchukua baadhi ya tahadhari, lakini hazitoshelezi. Watu wakiamua kama wamekufungia kazi, wale jamaa wana influence kiasi kwamba labda Mungu aseme aingie kati, lakini otherwise wale jamaa wana njia zao. Yes. Trump yuko nao vizuri. Mimi siamini yuko nao vizuri, ila anafuata matakwa. Ndio maana nilishaongelea kwamba unasikia issue ya Epstein Files haiishi, haitolewi, lakini haiishi kwa sababu ile ni leverage. Na pia moja ya vitu ambavyo vilimcost Kirk ni kwamba aligusia issue ya Epstein Files na akataka atoe baadhi ya siri. Sasa unajua mimi leo hii nitolee, mimi nina picha zako wewe ambazo sio nzuri, ambazo zikienda duniani. Yes, sawa. Kwa hiyo nakwambia bana, sikiliza, wewe mimi hapa unabidi kila mwezi wewe unanilipa 200,000. Wewe utanipa 200,000 kwa sababu utakiziende.
the moment nikishazi publish zikienda hadharani, wewe uliokuwa utaki ya kukute yanakukuta. Sawa? Lakini inamaanisha karata yangu ya turufu ndo nimeishaitumia, sina tena kingine. Ushaadhirika. Ndo maana Epstein files hazitolewi, zinabaki zinaongelewa ili kuwatisha watu ambao wako kwenye hizo files, ila hazitolewi kwa sababu ziendelee kuwakamata. Yes, kuna vitu vingi sana ambavyo viko mule ndani ambavyo vinawahusu watu wengi. Kufanya mapenzi na watoto wadogo, wa kiume, wa kike, na kufanya vitu vingi ambavyo ni kinyume cha sheria, kinyume na maadili. Ile ni project wanasema kabisa it was a Mossad operation ambayo ilikuwa inaongezwa na kina bwana Maxwell pamoja na Epstein. Kwa hiyo ni project ambao walikuwa nayo, so wanatumia kucontrol wale watu ambao wako pale. Umezungumzia kuhusu namna gani ambavyo sasa hivi vitu vinaenda against pengine kustisha kama ni mfuatiliaji wa Premier League. Hivyo vitu walikuwa wanapromote sana, kuna miezi kadhaa ilikuwepo na huo mkataba mwaka umetolewa. Pengine unamaanisha nini specifically? LGBT. Okay. Umeitoa hiyo kitu, mambo ya kupromote ushoga na nini hivyo. Kwa nini imefikia hivyo? Ndio mpango ambao unaendelea? Kwa kweli hiyo sijafuatilia. Lakini na nitahitaji kujua, kwa sababu moja ya mipango ya muhimu zaidi wao kwa sababu ya kuandaa mpinga Kristo ni LGBTQ. Mna kitu kinavunja jamii kama hiyo vitu. Unajua, na haya ni maneno ambayo wenyewe Wayahudi wanasema. Sheria 2 kuu za kwanza alizoziimplement Hitler baada ya kuchukua madaraka, 2 kuu za kwanza ni kupiga marufuku ushoga. Wakati Hitler anachukua madaraka Ujerumani, Ujerumani ilikuwa kama ndo makao makuu ya ushoga. Kwa kuna ushoga na madanguro na mauchafu yote, yaliharibu sana jamii yao. Kitu cha kwanza alichokifanya ni kupiga marufuku hiyo. Kitu cha pili alichokipiga marufuku ni interest, riba. Na baada ya pale ndo akaenda akajenga nchi mpaka ikawa ilipofika na vita vikaendelea. Na hivi ni vitu ambavyo vimekatazwa hata kwenye maandiko matakatifu. Tunafahamu Sodoma na Gomora, kuna makala ambayo nishai kuyafanya yapo pale. Sky ameyafanya kwenye Biblia, mimi nimefanya kwenye Qur'ani, yako pale, na madhara yake ambayo yapo. Wayahudi walifukuzwa zaidi ya nchi sio chini ya 15 kwa sababu ya riba. Riba ilikuwa inaumiza sana jamii zote walizokuwa wanaenda. Umeona kwa hiyo kuondoa hii issue ya LGBTQ sijafuatilia nijue kwa nini, lakini imenishangaza kwa sababu najua ni muhimu kiasi gani katika mipango yao. Mwaka Premier League watangaza kabisa hiyo kitu. Ndo nitaifuatilia, kwa kweli sijaifuatilia hiyo. Tumalize kwenye hili. Premier League na nini? Mataifa mengi hasa ya Warabuni na watu ambao ni Waislamu wengi sana wamefurahia kifo chake Charlie Kirk. Kwa nini aseme kwa nini? Kwa sababu Charlie Kirk naweza nikasema ana awamu 2. Ana awamu ya kwanza ambaye alikuwa anaiongelea vibaya sana Uislamu. Ana sehemu ambayo ilikuwa inaaminika anaongelea vibaya sana watu weusi. Ilikuwa inaaminika alikuwa anaongelea au alikuwa anakweza watu wenye rangi nyeupe, ngozi nyeupe, kwamba ni bora zaidi kuliko watu wengine, na baadhi ya kauli zake. Na alikuwa ana support kindakindaki uzayuni na matendo na yanayofanywa na taifa la Netapaka na mauaji na kila kitu. Akawa anasema hakuna genocide pale, hakuna uondoaji au wa watu kwa mafungu yale. Sasa hichi ni kitu ambacho ndo watu tunatofautiana. Ushawahi kusikia ule usemi ambao anakuambia kwamba mema 99 yanaweza yakafutwa na baya moja? Yes. Na kuna watu ambao wanaenda kwa formula ambayo akioza samaki mmoja wote wameoza. Ila kuna watu ambao
Hiyo kuna ifrat na tafrit. Kuna extremist na kuna wale ambao wako liberal, wako poa poa tu. Alafu kuna watu ambao wamebalance katikati. Kila kitu kinawekwa katika sehemu yake. Kwa hiyo kuna watu ambao wanamchukia mpaka kuondoka kwake na wamefurahi kutokana na zile kauli za mwanzo alizozifanya. Sawa? Bila kujali alichokifanya kipindi cha mwisho. Mimi binafsi nilikuwa siungi mkono kauli zake za mwanzo na mengi aliyokuwa anayafanya. Sawa? Kipindi cha mwisho alikuwa anabadilika, ana change. Alikuwa anauliza maswali ambayo yanapelekea kufikirisha. Umeona? Kwa hiyo kuna wengi ambao walifurahishwa, kuna wengine wanasema kwamba mtu ambao umeishi maisha yako yote ya dhambi haiwezi akafutwa kwa mema yako ya dakika mbili, kwamba tuanze sasa hivi ndo tuanze kukutukuza kama ni mtu mwema wakati maisha yako yote umeishi kwenye uovu. Umeona? Kwa hiyo kuna ambao hawataki kujali kaishia vipi, wanadili na huko. Kuna ambao wanadili na hivi mwisho, wanasema alibadilika, usio yule kule. Umeona? Alafu kuna watu ambao wanasema kuna kipindi chake, awamu yake fulani alikuwa na haya na awamu yake ya mwisho alikuwa na haya. Kwa hiyo kila moja inapewa nafasi yake. Na kwa hiyo kila mtu anaamua anachokiamua. Mfano sisi kwenye Uislamu tunafundisha innamal a'mal bi khawatimiha. Hakika ya matendo ni kwa jinsi unavyomaliza matendo yale. Umeona? Na kuna kisa kimoja maarufu sana, nitakisimplify kwa ufupi. Kuna mtu mmoja alikuwa muuaji. Alishaua watu 99. Akamfuata mcha Mungu. Actually sio mcha Mungu, kwa sababu wacha Mungu ni watu ambao wana connection na Mungu, wana hekima. Akamfuata mtu mwenye elimu, mimi naitaga elimu kavu, isiyokuwa na ufahamu. Akambeba na mimi nimeua watu 99. Kuna msamaha? Yeye akamwambia umeua watu 99? Hakuna msamaha. Jamaa akamlamba naye kichwa, akakamilisha 100. Umeona? Basi akawa anasema mimi kweli ndo sisamehewi nini? Akaenda akakutana sasa na mcha Mungu mwenye elimu. Akamwambia na vipi, mimi nimekula watu vichwa 100. Mungu ananisamehe? Akamwambia kwa nini Mungu asikusamehe? Kwa hiyo unafanyaje? Akamwambia inabidi, na hii ni fundisho, utoke katika ule mji wenye madhambi ambao ulikuwa unafanya maovu yako. Nenda katika mji mwingine ambao una waja mwema, ukae katika saiko yao. Umeona? Kwa hiyo yule bwana akawa anatoka katika ule mji, anaenda kule, katikati akafariki. Wakashuka malaika wa adhabu na malaika wa peponi, wakawa wanamgombania. Umeona? Sasa ndio yale achalikaka. Hawa akanasema huyu kaua watu 99, maisha yake yote alikuwa anafanya uasi. Hawa akasema hapana, lakini alikuwa ametubu na alikuwa anaenda wapi? Anaenda zake kwenye kutubia huko. Umeona? Mwenyezi Mungu akamwambia sasa wanavutana. Mwenyezi Mungu ana hekima. Akaambia sasa pimeni. Iwapo ardhi alipofia ni karibu zaidi na mji wa maovu, basi atakuwa ni katika watu waovu. Na iwapo alipofia ni karibu zaidi na sehemu ya watu wema, basi atakuwa kwenye watu wema. Alafu akaamrisha ardhi yenye watu waovu ikasogea mbali, yenye watu wema ikasogea karibu. Hukumu yake ikapatikana, akachukuliwa, akaondoka. Ni kisa maarufu sana katika dini ya Kiislamu. Akaenda kwa watu wema, watu nani? Akaenda kwa watu wema. Kwa hiyo ndo mwisho wake. Sisi tunafundishwa mtu anaweza akafanya matendo ya watu wa motoni mpaka ikabakia shibri moja. Shibri moja ni hivi. Yaani ukitoka hapo ukiingia hapo unadondoka motoni. Ukafanya matendo ya watu wa motoni. Ukaja ukafanya jema lako hii moja tu. Mungu anakufutia ile madhambi yako, anakuingiza peponi. Katika hilo ni kubadilika. Moja ya rais ambaye amekuwa akiandamwa sana, amekuwa niseme ni drama nini I don't know. Macron wa Ufaransa. Kuna kesi ambayo ilikuwa inaendelea, niliona kuna dai kwamba mke wake ni mwanaume. Sijajua nani alinani ile utanisahihisha, na akasema kwamba atapeleka ushahidi wa kisayansi zaidi. Kwa nini amekuwa na hizo nani tu? Baadaye juzi niona kuna video ambayo inaonekana kama amesimama msafara Trump na Peter na nini hivi, zinamhusu sana yeye. Tuanze hii ya mwanzo sasa. Kuna ukweli kwenye hilo? Kuna kitu kinasema opinion, maoni. Haya ni maoni yangu. Sina ushahidi wa 100%, ila kutokana na factors ambazo nimezikutana nazo na instinct yangu inavyoniambia, naamini ni kweli kwamba bwana alichezesha jinsia.
Umeona? Ninachoamini mimi ni same thing kama inavyoaminika kwa rais fulani aliyepita wa Marekani, mke wake naye ni katika waliochezesha jinsia. Na kuna kesi ilifunguliwa nchini Ufaransa dhidi ya hiyo, akawafungulia. Ile kesi iliisha bila wale kuchukuliwa hatua, wala hakufungwa wala hakufanya chochote. Mwingine aliyelianzisha hilo, na huyu alikuja ni baada hata mimi kuliongelea ili kwa muda mrefu ndani ya GPS, ni Candace Owen. Akasema huyu bwana huyu kachezesha jinsia. Yule bibie, kama sijui ndio bibie au babue, akaenda kufungua kesi. Kufungua kesi akaambia Candace, akaambia fresh, mimi nimejipanga, twende. Hiyo kesi sijui hata imeishaishia wapi, maana mpaka bwana Macron akampigia simu bwana Trump, bwana binti mbona kama anachomesha picha hivi, inakuaje? Kwa hiyo sijafuatilia kesi imeendaje, lakini ni hivi, kama ndivyo Candace anaenda jela, anapewa defamation case au ataingia gharama kubwa sana. Ila kama sivyo, ina maana Candace yuko sahihi. Maana yake ni kwamba mwamba ndivyo, uhalisia ndio huu hapo. Kwa hiyo mimi naamini hivi vitu kwa wenzetu vipo tu, nini wao wamevifanya viwe kawaida, lakini hata wao wanaona aibu kuvikubali. Yani wana force, wanalazimisha ndani ya mioyo yao. Yes, yani wanakosa amani. Yes. Tumalizie la mwisho. Kilichotokea Nepal kimeibua maswali mengi sana katika generation ya sasa hivi, kwa maana ya Gen Z. Ni dunia ya sasa hivi, vijana wataki kutawaliwa, wanataka waende vile wanavyotaka wao, ama ina maana gani hasa katika hichi ambacho tunachokiona? Kwa sababu sio taifa la kwanza, Kenya imetokea na baadhi ya mataifa mengine ambavyo Faransa pia ndio imekuwa hivyo, Uingereza the same pia. Ina maana gani hasa hii? Ndo wakati tunaongea, na ndo maana wanaambia wana fuse katika maelezo ambayo yanakuwepo kwenye fuse. Naweza nikapandikiza kitu hapa alafu tukaja tukakutana nacho mbele. Ndio nilichokuambia, tuko kwenye maandalizi ya ujio wa New World Order, na watu ambao watatumika kuileta New World Order ni vijana. Hii kitu mtu akiangalia, hebu kwa ambao hawafahamu kilichotokea na pale, hebu elezea tu kwa ufupi alafu mimi niendelee nao. Kuna watu wana mitandaoni ambao walikuwa ni baadhi watu wanaozungumza kwenye mitandao, walikuwa wanaonesha watu namna gani ambavyo viongozi, watoto wa viongozi wanatumia sana pesa, magari, vitu vingine tofauti, ule utajiri wao, pesa wanavyotumia, na maisha kama ilivyo kawaida. Mataifa mengi uchumi siku hizi imekuwa hivyo. Watu wana maisha magumu, lakini viongozi watoto wao wanatamba na pesa. Kwa hiyo ikabidi baadhi ya viongozi, wananchi wengine mitaani na hivyo wakashirikiana, wakatengeneza maandamano. Ndio hivyo waziri mkuu akajiuzuru na baadhi ya viongozi wa serikalini wakaondoka. Ikabidi sasa baadaye kilichotokea ndio ikaje kaundwa serikali mpya ambaye ni mwanamama ambaye alikuja kambi. Sawa. Kwa hiyo ni kwa watu ambao hawajui kinachoendelea. Baadhi ya watu wanaweza kaangalia matukio kama isolated incident, nikimaanisha kama tukio ambayo ni mufradi, inajitegemea, ni moja, haina kama havijaungana. Ila umeongea kitu cha muhimu, ukasema kuna Nepal, sawa, tumeona ndugu zetu wa Kenya, sawa, Malawi sijui kama tujue kinachoendelea nako, umeona, tumeona sasa hivi kinachoendelea Uingereza, tumeona kinachoendelea sasa hivi Ufaransa, tumeona kinachoendelea Ujerumani, sawa. Na hiyo listi nikiamua kuitaja ni ndefu, ikiwepo ndani ya Marekani mpaka Trump kuna baadhi ya miji kapeleka National Guard. Ilitokea pia. Yes. Actually kuna baadhi ya miji kama 3-4 mpaka sasa hivi kuna National Guard wako pale. Sawa. Kwa hiyo mtu anaweza akasema tu kwamba ni kitu kimoja, bahati mbaya. Sio bahati mbaya. Ile ni maandalizi ya mifumo. Gen Z ndo atakaotumika kwa sababu ya ya kuleta mfumo mpya wa New World Order. Kuna kitu kinaitwa Hegelian dialect. Hegelian dialect ni hivi, unakuja, kuna mfumo ambao upo, sawa, alafu unaleta mfumo ambao ikosoa mfumo kwamba mfumo una matatizo. Kwa hiyo unaleta tatizo, matokeo yake inatokea sintofahamu, inatokea vurugu between two side. Kwa hiyo kuna mfumo ambao upo, alafu unaleta mfumo mwingine ambao unaleta na kuonesha kwamba mfumo uliopo sasa hivi una matatizo, inaleta shida. Kwa hiyo kuna
thesis alafu kuna antithesis. Sawa? Thesis ndo mfumo ambao upo. Alafu kuna antithesis ambao ndo mfumo ambao haukubaliani na mfumo ambao upo. Kwa hiyo kunapokuja na vurugu, matokeo yake ni nini? Watu wanataka suluhisho. Unakuja na suluhisho ambazo ndo synthesis. Sawa? Sasa synthesis yenyewe kwenye Hegelian dialect ni solution ambayo yenyewe inazaa tena tatizo. Umeelewa? Kwa hiyo ni solution haijakamilika ambayo inakuja kama solution ya hii thesis na antithesis, ni solution yake, lakini yenyewe ina matatizo. Sawa? Kivipi? Inakuwa imeundwa katika mfumo ambao ina solve hizi mbili, lakini yenyewe ina mapungufu. Ni sawa unajenga ukuta wa udongo ambao kwa haraka ukiangalia udongo labda umejenga ukuta, inazuia upepo nini, mbu nini, ikinyesha tu mvua inadondoka. Kwa hiyo ni ukuta ambao wenyewe sio imara. Huenda ikaonekana ina solve tatizo ambalo lipo, labda la baridi, upepo, mbu na vitu kama hivyo. Kwa hiyo synthesis ni solution ambayo yenyewe inazaa tatizo lingine. Kwa hiyo inakuwa ni loop. Thesis, antithesis, synthesis, thesis, inaelewa. Kwa hiyo ndo mifumo ambayo tupo sasa hivi. Kwa hiyo sasa hivi nani alileta demokrasia? Marekani ilianzia huko. Sio Marekani. Marekani kanani? Ni wanaoandaa mfumo wa New World Order. Ndo walioleta. Asili yake inaaminika kwamba ni Greece. Sawa? Ndio ikaja tukaletewa mpaka sasa hivi tunaambiwa kwamba tumeaminishwa mpaka kuna kauli mbiu kwamba demokrasia, hakuna maendeleo bila demokrasia. Tumeshaaminishwa hivyo. Hayo aliyasema Abraham Lincoln. Democracy is a government of the people, by the people, for the people. Umeelewa? Ndo tafsiri ya Abraham Lincoln. Lakini kuna tafsiri nyingine ambayo inasema demokrasia ni kwamba watu wana uhuru wa kuongea, alafu wengi wape, ambao ni mfumo mbaya sana. Sometimes wengi hawajui, wanakosea, na matokeo yake ndio ile nikakwambia synthesis inaleta solution ambayo ni tatizo. Mtu yoyote ambaye ni kinara wa kuongea, ana ulimi mkali, ana uwezo wa kuwasway, kuwashawishi wengi wakamuunga. Umeelewa? Kwa hiyo ni mfumo ambao wenyewe una matatizo. Ni mara ngapi ambao tumeshaona labda mapinduzi yanatokea au uchaguzi unatokea, aliyekuwa rais fulani katolewa, aliyekoongea fulani katolewa, alafu anaingia huyu ambao watu wana matarajio naye makubwa, kumbe ndo anakuja kutokea tena ndo bogus zaidi au ndo mbaya zaidi kuliko waliopita kule. Kwa sababu gani? Waliweza kuwashawishi wale wa simply because ana uwezo wa kuongea. Kwa hiyo moja ya taswira, kuna tafsiri kadhaa za demokrasia ni kwamba wengi wapi. Hiyo ilitokea Libya kwa Afrika. Na sio Libya tu. Sehemu nyingi tu ilitokea. Kwa hiyo haya matukio naona jenzi haya yapo. Mfano waliomondoa madarakani Gaddafi ni jenzi. Sawa? Sasa watu wanashindwa kujua kwamba hii ni Arab Spring 2.0. Kama una uwezo kawa na ufahamu wa Arab Spring, ni nchi za Kiarabu kuliepuka na something kama jenzi. Maandamano yaliyokuwa yanabadilisha viongozi wa kipindi hicho yalipita Tunisia, yakapita Cairo, yakamtoa Hosni Mubarak aliyekuwa rais yule, wakamleta kipindi kile waliingia the Brotherhood wale, na ikazunguka kwenye miji mingi. Sawa? Sasa ile ilikuwa ni Arab Spring katika nchi za Kiarabu kwa sababu ya kuweka viongozi ambao ilikuwa ni either kiongozi ambao kwa madarakani, haijalishi ni mfalme, ni rais, sijui nini, ukubaliane na mfumo wa New World Order. Usipotaka sisi tunakuletea Arab Spring, unapigwa chini, tunamweka mtu tunayemtaka sisi. Kwa hiyo sasa hivi ndio inakuja sasa katika hizi nchi zingine Gen Z wameshakuwa programmed. Unajua Gen Z wa sasa hivi ni watu wa kwenda kwa trend,
ni watu wa kwenda kwa mihemuko, sio wote, lakini asilimia kubwa. Wamekuwa programmed vizuri sana kwa zaidi ya miaka 30. Watu unajua sasa hivi Gen Z, unajua mpaka inasikitisha. Juzi Netanyahu katoka kuongea, alikuwa anaongea na viongozi wa Marekani. Nyinyi mna simu, akasema ndio. Hivi unajua hizo simu ni mali ya zimetoka Israeli. Teknolojia zenu zimetoka kwetu. Kuna makampuni kama Palantir ambayo hawayajui na mambo mengine. They control. Yani leo hii DJ Sma, psych profile yangu, wananijua mimi nje ndani. Simu nilionayo hii, sawa? Muda wote mic iko on, wanasikiliza wanachokitaka. Hizi kamera wanazicontrol wanavyotaka. Wakiingia kwenye Instagram yangu, picha ninazo like, picha ninazo post, zinawezesha algorithm zao kuweza kunifanyia psych profiling. Wanazipata. Wanajua mimi nikitoka hapa naenda sehemu fulani, naenda route nzima kwa kutumia map, wanayo. Sawa? Wanaangalia nimenunua nini, nakula nini, nafanya kila kitu. Wanayo profile ya DJ Sma nzima. Kwa hiyo wanajua jinsi ya kuminfluence. Wakitaka kumtumia honey trap ni kutumia mpenzi kwenye ujasusi ili kupata information. Kwa hiyo akitaka kumtumia honey trap, anajua Sma anapenda mwanamke wa aina gani, yukoje, nini. Kwa hiyo psych profiling ya Gen Z wanayo, wanajua jinsi gani ya kuwatrigger na kuwachezesha, ni maneno gani ambayo jinsi ya kuwa. Ndio maana unakuta kama nilivyokuambia, hizi nchi zote ambazo zipo sio isolated incident, ni maandalizi wanajua yanafanyika kwa sababu ya kuelekea kwenye new world order. Lakini uone kama ni kitu ambacho kinatumika kuamsha viongozi, kwa sababu ukiangalia sometimes kama inavyotajwa, lakini labda kuna baadhi, so wote, lakini kuna baadhi ambao unaona kabisa kwamba viongozi namna wanavyoongoza ama hizi nchi, unaona kuna matatizo pia. Unachosema ni kweli. Viongozi wameplay a very big part kwa sababu ya ufisadi wao, uongozi mbovu, matumizi mabaya ya madaraka. Ni kweli kabisa. Ila siri ya upande wa pili wasichokwambia, watu ambao ndo wanaongoza hizi nchi wanataka viongozi mafisadi ili waweze kwa control. Hebu naomba nikuulize, Afrika kuna kiongozi gani ambaye amenyooka anafanya kazi inavyotakiwa? Afrika kidogo labda Kagame nafuu kwa wananchi wake, lakini sawa, analeta maendeleo. Yupi mwingine ambaye labda uende ukaona kwamba anakubalika sasa hivi Afrika, anapambania maslahi yao nini? Seven somehow kuna vitu alikuwa anakataa, lakini I don't know, kuna kipindi watu wanasema kwa nini anaendelea sana kugombea wakati umri ushaenda. Sawa. Kuna huyu anani, unamuonaje? Nani? Wa Burkina Faso, Traore. Unamuonaje? Anakubalika hizo. Anakubalika. Kwa unavyosikia na unavyoona, unaonaje uendeshaji wake wa nchi yake, unauonaje? Anaendesha vizuri, lakini kuna sema ameegemea. Okay. Yeah. Gaddafi ulikuwa unamuonaje uendeshaji wake wa nchi? Vizuri. Alikuwa vizuri. Unafahamu jinsi raia wa Gaddafi walikuwa wanaishi chini yake, chini ya utawala wake? Maisha yalikuwa mepesi, rais alikuwa kuwasaidia na nini. Kwanza aliapia akasema, mimi wala wazazi wangu hawatakuwa na nyumba mpaka kila raia wa Libya awe na nyumba. Nyumba ilikuwa bure, masomo yalikuwa bure, elimu ilikuwa bure, aidha ndani ya nchi au nje ya nchi. Sawa, ukimaliza shule unapewa hela za kuanzisha maisha. Hela ile ilikuwa inapatikana kwenye mafuta, ilikuwa inapigwa pass, watu wanagawana, wanaekewa kwenye benki account zao, unaona. Kwa hiyo walikuwa wanaishi maisha mazuri. Kwamba nataka nikuulize swali. Unajua mfano ambao tunauzungumza sisi, like kama Tanzania kama umeshia kutokea. Kwa sababu kuna viongozi ambao wameshia kutokea hapa Tanzania wakapendwa sana na wananchi, lakini still bado walikuwa wanapingwa. Wakatokea viongozi ambao kuna namna waliweka vitu sawa, lakini still na wenyewe pia wanapingwa, the same story. Sma, kwa nini tunapokuja sakata la kuhusiana na siasa za Tanzania na vingine vyote hivi umekuwa sio mtu wa kuvizungumzia hasa? Na watu kama nyinyi wanategemea, kwa sababu mnauelewa mpana, mtoe pia na maoni yenu na nyinyi pia. Kwa nini kwenye hili umekuwa nyuma sana? Sawa, nitajibu swali lako la sasa hivi, lakini nataka nimekuuliza maswali makusudi. Ni kwamba au baadhi ya viongozi niliokutolea kama Gaddafi, kama Traore na baadhi wengine ambao walikuwa naongoza vizuri, mashirika ya kimataifa na nchi za Ulaya zilikuwa ziwapendi. Umeelewa? Na kuwapinga na kuwekea vikwazo na kuwachafua na kila kitu. Lakini nchi zingine ambazo viongozi wao walikuwa wanajulikana ni waovu, umeona,
aliyekuwa rais wa Burkina Faso ambao wana uranium ni namba 8 duniani kwa uzalishaji wa uranium, alikuwa anauza kwa chini ya $1 wakati thamani yake duniani ni takriban $200. Sawa, ulishasikia hizo nchi zikimpinga, zikimfanya nini? Hazikuwahi kufanya hivyo. Kwa hiyo hizi nchi na huu mfumo ambao unaendesha dunia unapenda viongozi mafisadi. Umeelewa? Ndio maana mpaka leo hao viongozi asilimia kubwa wako na wanafanya wanachokitaka, kwa sababu wanajua hizi mashirika haya makubwa na watu wanaoran wanatuhitaji, kwa sababu wanawapa dili ambazo ni favorable kwao. Umeelewa? Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho lazima tuelewe, na kuna makala ambayo nishai kutoa, silaha wanazozitumia wakoloni ni vitu viwili. Wanatafuta sifa kuu hizi mbili. Ya kwanza, kiongozi ambaye ana kiu ya madaraka, ana uchu wa madaraka. Cha pili ni mtu ambaye ni fisadi, anapenda maisha mazuri, anapenda hela. Ukishakuwa na sifa hizo, watakuandaa, watakuweka kwenye madaraka. Kwa sababu mtu mwenye kiu ya madaraka atatumia njia yoyote kuua, kukandamiza, kufanya nini, kuvunja sheria, apate madaraka na aendelee abaki pale. Na atafanya kile anachokiweza, aendelee kula hela na kufaidika yeye. Kwa hiyo wale waliomweka pale watafaidika naye. Lakini mtu ambaye kanyooka hivi, umegusia kwamba hata hapa karibu tulikuwa tuna kiongozi ambaye asilimia kubwa ya raia walikuwa wanamuona amenyooka, anapambana, lakini kapigwa vita na hayo ya mashirika ya nje na hayo ya mataifa ambayo ndio kila siku wanasema acheneni ufisadi sijui nini. Lakini kuna nchi ambazo kama Gabon, yule nilishai kufanya coverage yake, jamaa alikaa madarakani Bongo, someone Bongo. Yani walishafanya kama ile nchi ni yako ya kurithishana tu. Miaka yote, miaka nini, lakini ukija ukiangalia rasilimali zinaenda wapi, same thing yako. Huwezi kuwasikia wao wakiongelea mpaka hizi nchi zetu. Swali la pili ambalo umeliuliza naomba ulirudie. Smart wanaamini katika uelewa wako na namna ambavyo unaifahamu geopolitics. Napokuja swala la Tanzania, hatusikii sana ukizungumza hasa namna mambo yanayoendelea hapa Tanzania kuhusu kama swala la politics, maana siasa. Kwa nini umekuwa sio mtu wa kuzungumzia vitu vya ndani kwa taifa lako? Kwa sababu mimi nina mtazamo tofauti na asilimia kubwa ya wenzangu, na nina mifumo tofauti ya kudeal na baadhi ya vitu tofauti na wenzangu. Nikutolee, na hichi ni kitu ambacho huwa sikiongelei. Umeuliza, nitakiongea leo mara moja na sitakuja kukiongea tena. Ambaye atakuwa na uwezo wa kukifahamu atakifahamu, kwa sababu kila mtu ana mifumo yake ya kudeal na hivi vitu. Analysis yangu ya kinachoendelea, kuna makundi kama 5. Wanafuse kupata jibu ya swali niloulizwa, video tayari ipo. Part 2 tayari ipo tayari na majibu na maelezo yote. Naomba nitoe shukrani za dhati kutoka kwa Khatibu Hamisi kwa support yako uliyotuma kuiwezesha Fuse Channel. Vile vile nitoe shukrani za dhati kwa support iliyotumwa kutoka kwa George Masanyiwa kwa kuiwezesha Fuse. Vile vile Karoli Msango, asanteni sana, nyinyi ndio mnaiwezesha Fuse izidi kusonga mbele. Mungu akubarikini. Njia ya wepesi zaidi na ya haraka zaidi kupata makala yote ya DJ Smart 255 pale anapotoa ni kusubscribe kwenye WhatsApp channel ya DJ Smart 255. WhatsApp channel ni tofauti na group. WhatsApp channel unapata link. Kila DJ Smart napokuwa natoa makala huwa nachukua link na kuiweka kwenye WhatsApp channel, unakuwa unapata updates zote kiwepesi. Njia ya kujiunga ni QR code hii hapa, iscan, itakupeleka moja kwa moja kwenye channel. Otuma WhatsApp message kwenda namba hii 0764124124. Utapokea message na ndani ya hiyo message utaona kuna link. Bonyeza hiyo link, moja kwa moja inakupeleka kwenye WhatsApp channel, alafu subscribe. Bwana Fuse, unaonaje uisaidie channel hii na makala haya yafikie watu wengi zaidi bila kuingia gharama yoyote? Ni simple. Like hii video, alafu
bonyeza kikengele hichi hapo ili upate updates zote. Na kama huja subscribe kwenye YouTube channel ya DJ Smart 255. Kama ungependa kufanya matangazo, ungependa kuwa sponsor wa Fuse by DJ Smart hapa, tuma message ya WhatsApp kwenda kwenye namba hii hapa 0764124124 tuyajenge. Lakini kama unataka kusupport na kushow love, kutuma chochote kusaidia gharama za uendeshaji na utengenezaji wa maudhui, unaweza ukatuma chochote kwenye namba hii hapa 0764124124. Haijalishi uko ndani ya Tanzania au uko nje ya Tanzania, zote zinafika. Pamoja tunaweza, one love. Kupata updates zangu zingine ni follow Instagram DJ Smart 255 na ndo jina hilo DJ Smart 255. Napatikana Twitter, napatikana TikTok na kwenye social media zote. DJ Smart.